Tuendelee kuizungumza michezo. Mbele yangu ya kamera nipo na Shabani na hapa nipo kwa Magomeni mpira pesa. Kubwa zaidi, viongozi wa Simba hii leo wameleta majibu ambayo jana walikaa kwenye kikao cha bodi, kwa namna ambavyo ni nini ambacho wamejadili. Wamezungumza mambo mengi sana, Clatous Magoli, lakini pia Murtaza Mangungu, lakini pia alikuwepo CEO wa klabu ya Simba Zubeda. Karibu sana tuzungumze na Shabani. Shabani, upo vizuri? Niko vizuri, nashukuru Mwenyezi Mungu. Ijumaa yenye baraka na kheri tele tele. Kwa hiyo na mimi Ijumaa na baraka hizo zimenikuta, nashukuru niko salama. Bana, leo hii viongozi wa Simba wameibuka na kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na mwenendo wa klabu hiyo. Kubwa zaidi, wamesema kwamba klabu ya Simba haina mgogoro wowote ambao unaendelea, lakini pia mfumo wa transformation umekamilika ndani ya klabu ya Simba, na hii tunaweza tukasema ni taarifa njema kwa upande wenu nyinyi kama mashabiki. Tuanze na huu mfumo wa mabadiliko ndani ya klabu ya Simba. Wamesema kwamba ni mfumo ambao hakuna klabu yoyote ambao unafanya ambacho kitaenda kufanya kwenye klabu hiyo, haswa ni kwa wanachama na pia kulipia kadi hizo za wekundu wa Msimbazi Simba. Kwenye hili mnasemaje kama mashabiki wa Simba? Kwanza kiu yetu kubwa ni kutoka kwenye mfumo wa kizamani wa miwani ambao kuingia kwenye mfumo mpya. Kwa hiyo ilikuwa ni kiu, na nadhani tuna kama miaka 8 tuko kwenye kurupushani hizo za kufanya klabu yetu iende kwenye mfumo mwingine. Kwa hiyo kama viongozi wetu wametoka mbele na kuna baadhi ya vitu wameweka sawa, mfumo usonge mbele, kwetu ni furaha, kwa upande fulani furaha, lakini kila mwana Simba lengo lake na nia yake kuiona klabu yake ikiingia katika mfumo ambao tunahitaji wa kisasa, timu yetu iweze kufanya vizuri. Kwa hiyo katika hilo ni wapongeze viongozi, lakini sisi tunachokitaji wawe tu wa kweli. Yaani wanaposema kwamba tumekamilisha, sio mara ya kwanza. Wanarudia, wanasema tumekamilisha, mwisho wa siku zoezi linakaa miaka 3 4, haliko sawa. Kama sasa hivi wanatuhakikishia hilo limekamilika, tunaomba likamilike ili tutoke hapa tulipo tusonge mbele, kwa sababu Simba ni klabu kubwa. Kabla hatujakamilisha hivyo vitu tushakuwa wakubwa. Kwa hiyo tutakapokamilisha na uhakika tutasonga mbele zaidi. Kwa hiyo kiu ya wana Simba ndio hiyo, na niwapongeze viongozi katika hili, ila hawezi kufanikiwa bila kuwa na mshikamano na umoja ambao ni slogan yetu ya nguvu moja. Kwa hiyo mimi niwaambie tu tunapenda wawe wamoja na kila jambo letu liende katika uweledi wa klabu yetu na tufanikishe kile ambacho tulitarajia kukifanya. Baada ya maneno mengi kuzungumzwa kwamba klabu ya Simba pengine hakuna ushirikiano kwa upande wa viongozi, leo hii wamejibu na kusema kwamba kama viongozi hawana mgogoro wote ambao unaendelea, lakini nyinyi kama mashabiki huku, lakini kama wanachama mnaona mwenendo wa klabu yenu si nzuri, wao wanasema hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea. Ujue inavyofanya vibaya klabu, kuna maneno mengi yanasemwa. Inawezekana huo mgogoro haupo au upo, lakini kinachosababisha mpaka tunaonekana mgogoro upo kwa sababu timu yetu haifanyi vizuri. Timu ingefanya vizuri, nadhani maneno yasingekuwepo. Hata kama angekuwepo, lakini angekuwa hayana nguvu, kwa sababu yasingeendana na kile ambacho kinachotokea uwanjani. Matokeo ya uwanjani yanawavuruga wanachama klabu ya Simba na mashabiki, na ndio maana unakuta wanasema kuna migogoro, kuna mambo haya. Lakini mimi niseme Simba ni taasisi ambayo ina watu waelewa sana, na sasa hivi kitu ambacho kinachotutafuna, tumevalishwa vazi la chuki kwenye miili yetu. Kila mwana Simba anamchukia mwana Simba mwenzie. Kwa hiyo hii imekuwa ni chuki, ndio maana wanasema kuna kama mgogoro. Lakini mimi niwaambie viongozi wajitathmini na wajue tulipoteleza wapi. Ligi imesimama na mashindano ya kimataifa yamesimama. Turudi tukiwa tuna nguvu moja kweli, sio nguvu moja ya maneno mdomoni. Kwa hiyo tukirudi tuna nguvu moja, nadhani maneno yote yatamalizika. Leo wametuhakikishia, tumemwona mwenyekiti wa bodi Mzee Magoli, tumemwona mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu na CEO wa Simba Bi Zubeda, wamekaa pamoja. Na maana ule ndio muunganyiko wa klabu ya Simba. Sasa muunganyiko ule tunaomba uendelee kuwepo, ili na sie mashabiki na wanachama tuwe katika muunganyiko kama walokuja nao wao pale, kwa sababu ukizungumzia Simba ni wale watu walokutana leo. Wengine tunafuata kama vile kwenye hata kauli za wale viongozi zinakuwa ziko juu zaidi. Kwa hiyo sisi tuwaambie viongozi, tunapenda nguvu moja irudi. Hatuhitaji kusikia propaganda wala maneno, kwa sababu leo kiongozi huyu anatoka anaongea hili, kiongozi huyu anatoka anaongea hili, ile na sisi inatuvuruga. Ndio maana hata leo kauli ya Mzee Magoli kwamba ndani hakuna mgogoro, kuna watu wameshtuka, sababu Mzee Magoli ndo alisema kuna watu wako ndani wanasema wana hujumu klabu na ikifungwa wao wanafurahi.
Sasa leo kauli ya Mzee Magoli kusema kwamba mgogoro umeisha au hakuna mgogoro, kwa upande fulani watu wamechukulia mawazo chanya. Kuna mwingine kachukulia kwa nini alituambia mgogoro upo, leo anasema mgogoro hamna. Lakini kuna mwingine anasema inawezekana wamekaa chini wakakubaliana. Ila neno lenye thamani ni moja tu, la kwamba tunachohitaji, hata kungekuwa na mgogoro ndani Simba, hamna familia ambazo hazigombani. Kwa hiyo tunachohitaji wao waweze kushikana na wawe wamoja na watuunganishe washabiki na wanachama, tuwe pamoja ili Simba yetu iweze kusonga mbele. Yes. Namna ambavyo amezungumza kuhusiana na pia na timu kufanya vibaya kwamba wachezaji ni kama mnawapa maneno nyinyi kama viongozi, na hili pia nilikuwa ni miongoni mwa kitu ambacho amelijibu Clatous Magoli na kusema kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea kupanikiza ama kuanikiza wachezaji labda wakose magoli uwanjani. Hili pia mlikuwa mlikilipigia kelele, hatimaye leo pia amelijibu Shabani. Mimi nadhani kalijibu, lakini kuna zana zinatengenezwa na watu, na hili koti tulilovalishwa la chuki, hili koti kuna sijui nani kafanya kazi ya kutuvalisha Simba koti la chuki, kwa sababu leo sio wachezaji hawa tu, vizazi vingi vya wachezaji wa Simba hata kama wana mapenzi na klabu yao wanashushiwa thamani na kuonekana hawana thamani na wapendi klabu na maneno ya watu ambao watu wao ni watu wa Simba. Leo mimi nakupa mfano mmoja. Kuna kipindi watu walikuwa wanamshambulia Captain John Boko kwa maneno makali sana ya kumdhihaki sana, ya kumuona hana thamani na kitu anachokifanya kwenye Simba. Lakini leo Simba inapofanya vibaya, nimeona kwenye peji ya Boko anawaomba wana Simba watulie, Simba itarudi kwenye mfumo wake na tutapata raha. Hivi leo kama Boko, kuna wengine walidiriki kusema Boko Yanga. Hivi mtu wa Yanga ana uwezo wa kuzungumza maneno kama alosema Kapteni Boko? Sasa kuna chuki. Ili koti tulilovai, naomba wana Simba tulivue ili koti. Tulivue ili koti la kwamba kila mchezaji au kila mwana Simba haitakii Simba mema. Kuna kauli zingine zinawavunja nguvu. Leo kuna wana Simba wanasema ili Mpanzu mwili uko Simba, roho haiko Simba. Mimi nasikitika sana. Mimi niseme ukweli, Mpanzu anatoa jasho lake kwa kupambana kuipambania klabu yetu. Mpira una matokeo tofauti uwanjani. Eli Mpanzu sio ndo wachezaji 11 wa Simba, yeye moja wapo wapambanaji wa klabu yetu. Mnaposema maneno yale, Eli Mpanzu anapata zile taarifa. Kwa hiyo hata kucheza kwake kuna mtia hofu, ndio maana saa nyingine kuna vitu anapoteza uwanjani. Kwa nini wana Simba hatumwamini Eli Mpanzu? Tumepandikizwa chuki na watu ambao sio wa kwenye klabu hii kwamba Eli Mpanzu hafai, kwamba maneno mengi anasema. Leo Soa akafungiwa mechi 5 kwa kosa ambalo wachezaji wengi wamelifanya kwenye ligi hii. Lakini leo mashabiki wa Simba ndo wanamwataki Soa kwamba huyo sisi tulijua tu, hamna chochote. Huyo sisi tulijua, huyo sisi tumeuziwa kanjanja, huyo kapandikizwa. Leo Didi Diala ambaye wanamtegemea timu mpinzani wetu uwanjani, kaenda kumfanyia kitu kibaya mchezaji wa Mtibwa akiwa tena hana mpira. Kaenda kampushi na kiwiko. Lakini wenyewe wanamtetea yule mchezaji. Leo watu wanaenda kumwataki Soa kwamba sisi tulisema huyo mchezaji pandikizi. Sasa naomba wana Simba tulivue ili koti la chuki tulilovalishwa na watu kwamba sisi tunawataki wachezaji wetu, sisi tunawataki Simba kwa Simba, sisi kuna kipindi watu wamemwataki mpaka mwekezaji Mohamed Dewji. Ili koti tulilovalishwa kwetu sio saizi yetu wana Simba. Tulivue, tuipende simu yetu. Na tujue kabisa mpira una matokeo matatu: kushinda, kutoa sare na kufungwa. Tuondoe chuki la hili koti tulilovalishwa wana Simba. Magoli amesema kufungwa kwa Simba ni tatizo la kiufundi, viongozi hawahusiki. Mpira una mambo mengi uwanjani. Mpira ukisajili, ndio maana kuna benchi la ufundi, kuna daktari wa timu, kuna mweka kuwatengeneza kisaikolojia wale wachezaji, kuna wachezaji kulala sehemu nzuri, kuna wachezaji kula chakula kilichokuwa bora, kuna vitu vingine nje ya uwanja, kuna mambo mengi. Sasa ukizungumzia mpira kwenye sekta moja la kosea, Mzee Magoli kasema kwamba leo tumekosa watu mihimili mitatu nyuma. Goalkeeper wa timu ya Simba ambaye ndio tegemezi, beki wakati wa timu ya Simba Abdulrazak Hamza ambaye yeye alikuwa anacheza na Roshan Deroki, Abdulrazak ampata injury, lakini kazungumzia Roshan Deroki kapata tatizo. Unapovunja ukuta wa watu watatu tegemezi, unategemea nini? Mimi kuna mfano huaga napenda kutoa. Kuna mwaka England walienda World Cup, David Beckham peke yake alipata injury.
Makanisa yote ya Uingereza yalimuombea David Beckham arudi kwenye timu yake ya taifa. Labda kuna watu kipindi hiko hawajui, hawajafuatilia mpira, wanazungumza tu. Kwa nini David Beckham? Ilikuwa hamna wachezaji wengine? Uingereza mzima iliombea dua David Beckham apone. Na kweli madaktari walikesha, watu makanisani walikesha, kila mtu kwa imani yake alimuombea David Beckham apone, na alipopona alisaidia timu yake ya Uingereza. Simba tumepata injury ya wachezaji watatu tegemezi. Beki Abdulrazak Hamza, beki Rushan Derok, beki golikipa Pinpin Kamara. Hayo sio mapengo? Kwa nini tuhukumu tu kwa kile kilichotokea? Kwa nini tusiangalie nayo kimpira, nayo ile yenyewe ni kosa? Lakini ukiachia hilo, mzee Magoli kaenda mbali. Simba tumepoteza mwalimu ambaye yeye alipendekeza wachezaji tuliowasajili. Simba tumepoteza mwalimu ambaye aliondoka na timu kwenda pre-season wapi Misri. Tumeleta mwalimu mwingine. Mwalimu mwingine alipokuja, inawezekana wachezaji alowapendekeza Fadlu yeye hakuendana nao katika kasi ya kile kikosi chetu. Simba imepoteza matokeo. Watu wanatukana, watu wanasema maneno mengi, watu wanashutumiana, watu wanadiriki mpaka kumkataa Mungu kwamba kinachotaka kusomwa iko hakihusiani na mpira. Hakuna mwanadamu yoyote duniani asiyemjua kama Mungu yupo. Hata Mungu wako uwe unaamini simu ndo Mungu wako, lakini ndo Mungu wewe umemwamini. Kwa nini watu wanakataa kisomo? Sasa kuna vitu Simba tumevalishwa, tulivue ile koti la chuki, tulivue ile koti la kuidhihaki timu yetu, tulivue ile koti la kufanyiana dhihaki wenyewe kwa wenyewe. Leo kila mwana Simba anaumia nafsi yake, kwenye moyo wake, kwa timu yake jinsi inavyofanya vibaya. Hamna mtu ambaye ameingia kwenye moyo wa mtu akajua ukweli ulioko kwenye moyo wake. Kwa hiyo mwenzio anachokiamini mwache akiamini. Tutakikataa kitu kibaya tu, tutakikataa kitu kibaya tu cha kuifanyia Simba. Hilo sio kitu kizuri. Leo tunafanya dua ya kuomba nguzo imara kwa timu yetu. Kuna wengine wanakataa. Sasa hatujaelewa wanakataa kwa mambo gani, ila si tuambie kwa imani yetu sisi hiyo dua tutaifanya na tutaikinga timu yetu. Hilo la mwanzo, lakini kuna mengine tutayafanya zaidi, haiko kisomo, hatuwezi kukisema hadharani, ila tutafanya. Amejibu pia kuhusiana na Engineer Hersi lile tukio ambalo amelifanya kule Doha Katari, kuhusiana na kupropose kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye uongozi wa Simba, na akasadiki kwenda mbali kusema kwamba ametukosea ama ameikosea klabu ya Simba. Hiyo ni kauli ya Clatous Magoli. Ni wazi kabisa hata viongozi wa Simba lile jambo liliona Shabani. Amekosea Engineer Hersi kwa nafasi yake aliyokuwa nayo. Kwanza ni mwenyekiti wa klabu moja kubwa Tanzania, lakini la pili kuna cheo ambacho anachosemekana ambacho hakipo, sikaomba au sikapewa kama shemeji sijui, lakini kwa cheo alichokuwa nacho, kwa maneno aliyosema, ametukosea wana Simba, na hilo lazima nikiri, na nitasimama hili popote nitakaposema, na popote nitakapokuwepo nitazungumza hili kwamba Engineer Hersi kakosea klabu ya Simba, na hatuombe radhi kwenye hili. Tunataka miombe. Hatuombe radhi kwenye hili, kakosea sana kusema. Viongozi wanasema wanatasmini. Ametolea mfano klabu ambayo ina mafanikio kwenye nchi yake. Bila mafanikio ya klabu ya Simba inawezekana asingepewa hiko cheo. Kama leo Tanzania ingekuwa ina ligi mbovu au haina rekodi yoyote mzuri ambayo imefanya, yeye asingepata hiko cheo. Lakini klabu ambayo imempa yeye mafanikio ya kuchaguliwa kwenye hiko cheo, anaenda kuianika hadharani. Simba hatuna mabaya tulioyafanya kwenye kafu. Ndio maana mpaka leo katika vilabu vyote toka dunia iumbwe, sisi ndo katika ukanda wa Sekafa, sisi ndo tumepata klabu yenye mashabiki bora. Kama Simba ina mgogoro, tusingekuwa na mashabiki bora. Kama tuna mgogoro, ina maana baina ya viongozi na watu wanaowaongoza, tusingekuwa na mashabiki bora. Yeye atambua na mgogoro mkubwa sana kwenye klabu yake. Kinachomlinda timu yake anapata matokeo. Katoa ahadi nyingi sana kwenye ile klabu, hajatekeleza hata ahadi moja, zaidi ya yeye kujitengenezea CV za kwenda kuteuliwa na uko kafu au FIFA kwa maslahi yake binafsi. Niambie kitu gani chema amekifanya kwenye klabu ile, yeye akiwa anapata hivyo vyeo ambavyo sasa hivi anajimwamba fai na kuvimba na kupiga picha na baadhi ya wachezaji. Niambie kitu gani kizuri kakifanya kwenye klabu ile, zaidi ya kutengeneza eneo la kuwapangisha watu waweke magari yao wakiwa wanaenda mjini wanachukua 2200. Nitajie kimoja chema alichokifanya. Mohamed Dewji baada ya kuwa mwekezaji
amepambana, tumepata viwanja vya mazoezi viwili. Mohamed Dewji baada ya kuwa mwekezaji amepambana, klabu yetu leo iko namba 5 katika ubora. Mohamed Dewji baada ya kuwa mwekezaji, klabu ya Simba inazungumzwa kila sehemu kwenye dunia hii. Sio kwa sababu Dewji alienda kuomba kama anavyoomba yeye. Sio kama Dewji alienda kuosheshwa shaini kwenye viatu vya rais wa CAF au rais wa FIFA ili apewe cheo. Ushakumwona Mohamed Dewji anaenda kubembeleza kule? Ushamwona Mohamed Dewji anaenda kupiga picha kule? Lakini yeye anapiga picha, yeye anabembeleza viongozi, akizungumza anaongea kinyonge. Sawa mzee, sawa mzee, anabembeleza cheo. Ushamuona mwamba Babla Gonzalez akiwa katika cheo kafu? Ushamuona anabembeleza cheo? Ushamuona anakashfu klabu yoyote hapa Tanzania? Lakini yeye kwa ushamba aliyokuwa nao anabembeleza vyeo, ndio maana anataka kujisafishia kupitia klabu ya Simba. Tumwambie Simba ni taasisi kubwa sana. Tumwambie Simba ni klabu, mimi na uhakika 74 Engineer Hersi hajazaliwa. Bana, tumalizie na hili tufunge mjadala. Wanasema mkae mkao wa kula. Kocha anakuja kufanya marekebisho ya kikosi na usajili utakaoshuka utakuwa ni usajili wa babu kubwa Shabani. Hiyo ni kauli ya Clatous Magoli. Sisi tunasubiri wanachozungumza viongozi wetu, na ndio maana wana Simba watulivu sana. Kuna watu wanasema Simba nyinyi hamwezi kufanya hivi. Simba watulivu sana, ndio maana tumepata mafanikio. Kama tusingekuwa watulivu, na sisi tungekuwa mabogas kama hao walivyokuwa wengine. Leo nimeona jana kuna taarifa zimetoka, wao sio wako nafasi ya ngapi, wanaongea tu ya mpiku Simba anasemekana rekodi za mpira wa Afrika. Kuna watu maalum wanaotoa, sio watu wa vichocholoni. Ukienda CAF kwenye wenyewe wanaotoa rekodi maalum, Simba tuko juu zaidi ya klabu yoyote katika Sekafa. Ila kwa wale wa vichocholoni, wao wako juu. Sisi rekodi yetu kubwa sana. Wafanye kazi sana kuvunja rekodi yetu. Tuambie watafanya kazi kubwa sana kuvunja rekodi yetu, na wataongea maneno mengi sana kuvunja rekodi yetu. Sisi ndo top Sekafa number 1. Sisi ndo top Africa number 5. Hiyo haipingiki. Hata wakikataa, sisi ndo wamba. Tunamsubiria kwa kocha. Mwalimu atatangazwa, na tuna uhakika mwalimu atakayekuja atafanya mabadiliko kwenye klabu yetu kutokana